Na michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa mitaa ya stesheni Kaburi Moja. Mimi nimekuja kwa ajili ya kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani. Ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League, ndugu yangu, inaendelea tena hapo kesho. Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya TRA. Young Africans without Depu. Yanga tumeshakuwa katika wakati mgumu. Tunakiri na tunakubali. Yanga kesho tuna nyota wa mchezo wengi tunawakosa. Kuna Depu, kuna Shadrack Boka, kuna Baka, kuna Dickson Jobu. Nadhani ikiwezekana pia hata kesho Pacome Zozo, kama sina uhakika kama anaweza kawepo. Almost wachezaji watano kwa sababu ya inja. Na ni mchezo muhimu. Tunatambua, kila mtu anajua ubora wa Tabora au TRA yupo kwenye kiwango gani na ana kumbukumbu gani na dhidi ya Yanga. So mimi naamini ni mchezo wenye pressure kwa wadau wa mpira, wenye pressure kwa mashabiki wa Yanga, wenye pressure kwa wanachama wa klabu ya Yanga, lakini pia hata kwa uongozi. Ila mimi ninachoamini, bado sisi tuna uwezo kushinda. Bado tunayo nafasi ya kushinda. No matter how. Tumeona tumekutana na mechi tough, mechi zenye vipimo vigumu, lakini bado tumepata alama. Sioni kama TRA anaweza kaenda kuzuia Yanga kuto kupata alama tatu. Umenielewa? Lakini pia mimi niseme kuna point ambayo inatakiwa tuzungumze. Wana Yanga hapa, wana Yanga inatakiwa tuangalie. Leo ninavyozungumza, ndani ya klabu yetu tuna majeruhi wasiopungua 7. Tuna Edmund John majeruhi, tuna Baka majeruhi, tuna Boka majeruhi, tuna Jobu majeruhi, tuna nani, Pacome, tuna Mzize. Hao wote tunaozungumza ni key players, wote wako majeruhi. Na haya majeruhi hayaji bure, inatakiwa tuangalie. Mimi siku zote najua naongea na watu wazima, naongea na watu ambao wanajua asili. Umenielewa? Haya majeruhi ni mipango mikakati ya Yanga msimu huu tukose ubingwa. Kwa kama wana Yanga tutakubali kulala, tutakubali kuwa wajinga katika hili, ujue tumekubali kukosa ubingwa. Sasa kama hatuko tayari kukosa ubingwa, kila mwana Yanga popote alipo inatakiwa amke, apambane, haangalie namna ya kusaidia klabu yake, namna ya kuangalia majeruhi yao inatakiwa yatoke. Moja, kuna vimbora vinapigwa kwa wachezaji wetu kutoka timu pinzani. Jambo la pili ni mpango mkakati nje ya dakika 90 unaotengenezwa namna Yanga inaweza kapoteza nafasi ya ubingwa. Leo hii nikizungumza reality, Yanga tumecheza mechi na Azam hapa. Tumecheza mechi, tumemaliza saa 5 dakika ngapi mchezo? Saa 5 kasoro. Saa 5 kasoro, piga hesabu wachezaji kutoka pale uwanjani waende hotel, kambini, tuseme kambini. Wafika kambini. Siku ya pili yake Yanga ametoka saa 4 hapa kwenda Arusha. It means uwanjani wamefika saa ngapi? Yes. Wameondoka jana saa 4. Ndio. Leo Jumanne wanafanya mazoezi ya mwisho. Tulia. Kesho Jumatano mchezo. Tulia, ndio maana nataka tupige sawa. Tulia. Utanielewa vizuri tu. Tumecheza mechi, tumemaliza saa 5 kasoro. Chukua muda waliotoka pale mpaka kufika kambini. Chukua muda ambao wamepumzika kwenda airport. Maana airport inatakiwa ripoti masaa 2 kabla. Masaa 2? Si umenielewa? Maana amefika saa 2, wako wapi? Jiuliza ameamka saa ngapi? Wamepumzika muda gani? Baada hapo amesafiri kwenda Arusha. Wamefika Arusha. Kesho tuna mchezo saa 10. Kikanuni na kisheria
wanakwambia mchezaji kila baada ya saa 72 anaruhusiwa kucheza, kila baada ya masaa 72 anaruhusiwa kufanyaje? Kucheza mechi. Je, wachezaji wa Yanga ukipiga kwa hiyo calculation masaa 72 ya kupumzika amefika? Masaa 72 amefika Uchebe. Bro, Jumatatu, Jumanne unacheza Jumatano, unataka masaa mangapi wewe? Tulia. Mimi niko na wewe. Mimi nimesoma mahesabu. Umeelewa? Nimesoma mahesabu. Yaani hesabu imekaa hapa. Tumemaliza saa 4 na dakika 45 mechi pale na Azam. Mpaka timu itoke pale uwanjani kwenye pichi ifika vyumbani ni dakika ngapi? Jamani, tuzungumze. Tusianze kumng'unya. Hivi masaa 72 tunayo calculate ni yapi? Timu ikiwa imelilesti, yaani imepata mapumziko ya masaa 70, ndio inatakiwa icheze mechi. Siku hizi tunakuja sasa. Mechi imecheza Jumapili pale. Imemaliza saa 4 dakika 45 mechi. Saa 5 kamili wachezaji wako bado vyumbani. Umenielewa? Tufanye saa 7 wamefika kambini. Oya, usinivuruge. Kama kuna mtu amekutuma usinivuruge. 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 Wako sawa kivipi? Simba amepumzika muda gani? Ngoja. Mwache mimi ni dili na yangu. Achana na mengine. Usinivuruge kama umetumwa. Kasedo na kuheshimu. Ila kwenye hili usinipande kichwani. Wako sawa. Tulia. Nimekwambia. Tupige hesabu mimi na wewe Jumatatu. Masaa yapigwi hivyo. Nielewe vizuri. Nielewe vizuri basi. Nielewe vizuri. Unajua kuhesabu masaa? Masaa ya kupumzika umeambiwa masaa natakiwa pumzike. Masaa 72. Siku 3. Vipi bwana? Unabishana nini sasa? Kitu kipo hapa. Wewe hesabu umesoma, umeingia darasani. Imekaa kichwani. Hesabu kuanzia ile mechi imeisha pale saa 5. Yaani mimi nimempa tu nafasi hiyo pap. Mechi Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Masaa 72 tayari. Naona katika mmoja wa watu ambao wanahusika mpango wa mkakati wa Yanga kupoteza mechi, na wewe umo. Nakwambia hapa. Na wewe umo. Huwezi kaanza kubisha kitu ambacho hesabu inaonekana. Naomba nikuulize swali. Ngoja ni Simba anaweza kawa bingwa kwa ubora wao. Ana ubora gani? Ubora waliokuwa nao. Bro. Nakwambia mimi Uchebe Yanga. Kwa Simba hii nayoiona. No matter how, taja wachezaji wako wote tunawaona. Bro, Anseti Oula sema wewe umekosa mazoezi. Unamzidi mbali. Si umenielewa? Wewe tu kwa sababu umekosa kufanya mazoezi. Ukifanya mazoezi Oula hakufikii. Umenielewa? Matusi mengine msitake. Mimi hata Pakome pia. Bro, ngoja nikwambie unafanyaje? Mimi hata nikifanya mazoezi hata Pakome. Unataka niache interview? Mimi sinakwambia kitu ambacho kipo wazi. Bro, nisikiliza kitu kimoja. Pakome kila mtu amefika hapa ameona kazi yake. Sihitaji mimi nielezee Pakome. Pakome anajieleza mwenyewe. Hujakutana na watu ambao watakuelezea kuhusu mimi. Ndio maana nasema mimi nayokujua mimi wewe ninavyokujua. Umenielewa? Kuanza kujifananisha na Pakome ni kutafuta kiki. Si umenielewa? Ila Pakome kwanza kumfananisha na nani? Hicho kiloboto ulichokitaja hapa nani? Oula. Acha mambo yako na wewe. Hata ingekuwa ng'ombe mnadani haiwezi kuchukuliwa hivi. Unabisha nini sasa? Ni vitu viwili. Mchana asubuhi naondoka na Anesete. Nani? Mchana asubuhi. Naomba nikuulize. Mchezaji ni namba. Kitu anacho deliver au anacho-offer kwenye timu yake. Leo Anesete Oula toka amefika Simba. Twende taratibu. Namchukua Buba, namchukua Anesete Oula. Namchukua Buba, namchukua nani? Pakome, achana naye. Ila ni mbingu nyingine.
ule wanaozungumza ufalme wa ukombozi wa maisha wenye matatizo wote. Wanawake duniani. Tulia na wewe upo hapo na shida, matibabu yako ni Pacome, si umenielewa? Pacome yupi? Pacome Zozo ambaye anachezea Yanga, yule alioshindwa kufurutuka, alioshindwa kukurupuka yule mbele ya nani? Mbele ya Fortness Mandoza. Kumbuka nikwambie, ngoja tulia. Mandoza alikabana na Pacome. Pacome alivyoingia Pacome, Mandoza alienda pembeni kabisa. Yule Yaro Diaby. Wewe vipi bwana bro? Unaongea vitu gani? Umenielewa? Mimi nakupa Yaro Diaby amecheza mafaulo pale. Alikuwa anastahili nini alivyomfanyia Pacome? Amfanyaje? Umenielewa? Anacheza miguu baada ya kucheza mpira. Oya, tuachane na hivyo vitu. Nakupa vitu vya mpira. Ninapozungumza vitu vya mpira, acha niwape watu mpira. Umenielewa? Leo hii tunazungumza, watu wana shida, wana changamoto, wanahitaji msaada. Pacome yupo ndo dozi, watu tunatakiwa tupone. Unaanza kumchukulia poa. Ile ndio tiba ya mpira. Wewe mwenyewe ngoja sikiliza, tulia na wewe. Ngoja tulia, acha mambo yako. Leo hii ligi hii kiwi inachezwa, yeyote au Simba au Yanga au Azam, KMC nani, wasipomwona Pacome hajisikii furaha. Unabisha? Nakuuliza, unabisha? Mimi Azamu nikicheza bila Faisal. Tulia nikupe fact. Tulia. Dabi imechezwa mimi na Yanga na Simba. Yanga na Simba Zanzibar, si imechezwa dabi? Watu wote mjadala ulikuwa kwa Pacome. Watu wameenjoy kumwona Loemba. Wewe usinipande kichwani. Watu wameenjoy kumwona. Nakwambia hivi. Tulia sasa. Inawezekana, ngoja bro. Narudia tena. Tumecheza mechi Simba na Yanga. Tulia. Unanikuna panapowasha sasa. Tulia. Naomba nikwambie, Luemba, si umenielewa? Yeye mwenyewe alikubali. Na ile mechi angemwona Pacome. Huyo Luemba na Gueye si nani? Oula. Walikuwa wamemwambia kocha, kama Pacome anacheza, sisi hatuchezi. Nakupa hiyo. Wale walimwambia kocha wao hadharani, walimwambia kama Pacome anacheza, sisi hatuchezi. Kuna Pacome mwingine au yule anayepaka bridge? Pacome huyu unayemjua wewe. Anayepaka bridge? Yes. Umeisha wewe. Niko hapa na uthibitishia umma, Pacome kaisha. Umeisha wewe. Leo hii mimi niko hapa na uthibitishia umma. Bro, Pacome kaisha. Ngoja nikuulize swali. Wewe una muda gani hujaenjoy ladha ya Pacome kuwepo uwanjani? Ladha ya Pacome? Akiwa uwanjani. Ndio maana nasemaga kuna watu na viatu. Ndio tunaanza kujua sasa. Pacome ni nani? Ni dadavulie. Key players, modo wa NBC Premier League. Kaka, mimi mtu wangu, mimi nakutajia ukweli. Hakuna mchezaji yoyote atakayekuja katika ardhi ya Tanzania atakayekuwa fantastic, sizungumzi kwa mapenzi wala kwa mahaba, zaidi ya Faisal. Chukua maneno yangu, he is the best. Kaja azisikia hapa, alikuwa anakalia mbao mpaka anaondoka. Mimi nazungumza kwa data. Faisal anaondoka, Aziki ndo anaanza kupata namba kuingia kwenye mifumo ya Profesa Nasir bin Nabi. Anakuja Pacome Zouzoua, anakuja Faisal kaondoka. Total numbers zinaongea kwa Faisal kwa msimu wake wa kwanza chini ya Yusuf Dabo, wanagombaniana kiatu yeye na Stefano Aziziki. Mpaka mechi ya mwisho Young Africans anafanya mazungumzo kwenye hiyo mechi ya mwisho ili Stefano Aziziki awe top of the score. Narudi bado tena akazidi kuonesha mchezo wa juzi ya kwamba yeye ni bora zaidi kuliko ya huyo Pacome Zouzoua ambaye unayemsema. Nani kama Faisal? Pacome. Naomba unielewe. Nani kama Faisal? Tulia. 2024-25. Sawa. 23-24. 23 MVP alikuwa nani? MVP alikuwa nani? Stefano Aziziki. Wakati wa Faisal yuko wapi?
Tulia. Faisal yuko wapi? Tulia. Oya, usinivuruge. 23, 24 MVP alikuwa nani? MVP alikuwa nani? 23, 24 MVP alikuwa nani? Aziki. Mfungaji bora alikuwa nani? Aziki. Huyo Faisal. Kabla hujaenda mbali, naenda kwa data sasa. Wakati kipindi hicho anachokizungumza Faisal ameondoka. Tulia baba. Alikuwa anacheza. Bro, ukihama timu moja kwenda timu nyingine unapoteza bora wako. Nakuuliza, ukitoka timu moja kwenda nyingine unapoteza bora wako? Alitoka nje. Faisal, tulia hapa. Alitoka nje. Alihama ligi tofauti. Tulia bro. Nakwambia msimu unaonetajia tulia. Faisal aliondoka, alikuwa na migogoro na klabu ya soka ya Young Africans. 22-23 hiyo. Wewe vipi? 22-23 nabisha nini? Data ninazo hapa. Sawa. 22-23 ndio anatoka kwa mgogoro Yanga anaenda Azam. 23-24 nani Faisal yuko Azam. Umenielewa? Wanagombania nafasi. Anachukua Stefan Aziki. Wanamniambiaje? Kwa magoli ya kupewa na penalty. Anapewa vipi? Ndio umeanza data gani? Unaleta data gani hapa? Bro, unaleta data gani? Mimi nakupa data. Sana kurupuka. 24-25. MVP hapa ni nani ameonekana? 24? 25. Hajatoa. Wewe kwa akili yako timamu bila kushinikizwa. Kwa akili yangu timamu kwa sababu wapo watu wenye mpira wao. Haya. Kwa akili zangu timamu. Ngoja. Waliokuwa wanagombania MVP ni nani? Hawajasema bodi ya ligi mpaka leo. Bro, unaruka kiunzi. Hawajasema. Mimi nina data. Bodi ya ligi wamesema niambie. Leo hii. Ngoja tulia. Subiri basi. Tulia. Hawajatoa tuzo. Ila Watanzania wote tunajua. Wanajua kupitia nini? I say nasusa. Unajua. Acha interview yako. Sawa. Acha interview yako. Shukrani sana. Siwezi kubishana na mtu ambaye amekuja kwa mpango na mkakati. Hatujabishana, tunaelezana kwa. Tunaelezana nini ya kupa data unabisha? Unanipaje data wakati za uongo? Tulia taratibu. Tumeanza msimu kinyang'anyiro cha wanaogombania tuzo msimu wa mwaka 2025-26. Nimekuuliza swali dogo. 25-26 msimu ndio unaendelea. 24-25 walitoa. Jamani. Mfungaji bora ni nani? Nakuuliza mfungaji bora ni nani? Msimu mwaka jana Jean Charles Ahoua. Tunavyozungumza MVP mpaka sasa hivi. Umenielewa? Tukao tunamgombanisha, tunamuyanisha nani na nani? Jibu. Faisal alikuwa kwenye kinyang'anyiro cha msimu wa mwaka jana. Yupo kwenye kinyang'anyiro? Hayupo. Haya, Pacome yumo? Hayupo. Kwa sababu hawajatoa bodi. Acha basi, acha. Naonekana una data zako kuliko mimi. Kwani bodi ya ligi wametoa hawajatoa? Hawajatoa tuzo, lakini oya, siku nyingine ajipange. Bodi ya ligi wametoa tuzo. Tulia. Bodi ya ligi wametoa tuzo hawajatoa. Tulia. Nijibu swali. Nadhani wewe tayari kuna kitu ambacho nakitengeneza. Sasa unapokuja kutengeneza hoja za hivyo, tengeneza kwa mtu ambaye hana data. Nimekwambia tuzo hajatoa tuzo hajatolewa. Umenielewa? Huo ni uzembe. Unaniambiaje Pacome ni bora kwa msimu wa mwaka jana? Jamani, unataka nitumie vigezo gani? Wewe unaniambiaje? Unataka nitumie vigezo gani? Mpira wao hawajathibitisha kama Pacome tuzo hajatoa. Brother, wewe kama unafanya kazi na kazi inaonekana. Umenielewa? Hujalipwa mshahara na bosi wako, anayetakiwa kulaumiwa ni nani? Bosi yangu si ndo mwenye majukumu ya kunilipa ama kutokunilipa?